Baada ya zile picha za Diamond Platinum pamoja na yule mrembo kutoka nchini Kenya, hatimaye Zuchu ameweza kumwandikia ujumbe mzito Diamond Platinum. Ujumbe huu nitakusomea hapa, ambao umeonekana kujaa simanzi pamoja na maumivu makali sana, ambao wamempelekea Zuchu kuweza kuandika ujumbe huo. Ni ujumbe ambao moja kwa moja ukiutafakari ni kama vile Zuchu anaonekana amechoka kabisa na anatamani sasa kupewa nafasi ya kuweza kuanza maisha mapya, lakini pia amegusia kuhusiana na swala la mama yake kuonekana kwamba anampenda sana, so hataki apotee kwa namna yoyote ile pale. Zuchu anadai kwamba kwa yale yote ambayo ameweza kuyavumilia basi inatosha, na sasa hivi anachohitaji ni kitu kimoja tu. Nitakusomea ujumbe wote hapa. Of course ni ujumbe wa kuhuzunisha sana. Ni ujumbe mrefu kidogo, lakini uliojaa simanzi pamoja na maumivu makubwa, ambao bila shaka inaonekana kuna mengi sana ambayo Zuchu ameweza kuyavumilia, lakini ndio hivyo tena. Na hii inakuja baada ya Diamond Platinum kuweza kuonekana kwenye zile picha ambazo tuliweza kuziona zile trend sana, zikimuonyesha akiwa na yule mrembo kutoka Kenya, na kwa pose ambazo alikuwa amekaa, nyingine alikuwa amembeba na vitu kama hivyo, zilikuwa zina tafsiri moja kwa moja kabisa kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa hakiko sawa, na ilikuwa ni zaidi ya kazi. Yani kiufupi ni kama vile walikuwa mapenzi, ijapokuwa hatuwezi kuthibitisha moja kwa moja. Sasa kabla sijakusomea ujumbe huu, nikukumbushe mdau wangu wa maana kabisa, kama ulikuwa bado hauja-subscribe, basi tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia comment yako kutokana na kile ambacho wewe utakuwa umeweza kusikiliza katika hii video. Inaitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe, channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na mastaa, basi wewe unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa hapa on time. Sasa acha nikusomee huu ujumbe ambao Zuchu ameweza kuandika. Kiufupi ni ujumbe ambao umebeba hisia kali sana, lakini no way out. Acha nikusomee mwanzo mpaka mwisho, alafu wewe utakuja kuniachia comment yako. Ameandika kama ifuatavyo: mwisho wa safari yangu mimi na wewe. Na kutumia ujumbe huu nikiwa nimejaa maumivu na uchovu usioelezeka. Nimekaa kimya kwa muda mrefu sana, nikijaribu kujenga hisia zangu za ndani ili nikufikishie uamuzi wangu mzito na wa mwisho. Kila siku inayopita imekuwa ni siku kama mizigo, nikiishi katikati ya vishindo vya maigizo yasiyoisha ambayo yameufanya moyo wangu mdogo kuwa uwanja wa mapambano. Uzoefu wangu na wewe umekuwa kama vile filamu isiyo na mwisho, yenye vipindi vingi vya furaha bandia na simanzi za kweli. Nilijitahidi kuamini katika kile ulichoniambia. Nilijitahidi kuona wema ndani ya migogoro yote, na nilijitahidi pia sana kuamini kuwa mimi ndiye mwanamke pekee mwenye nafasi halisi katika moyo wako. Lakini uvumilivu wangu umeshaisha. Leo nimeona picha ambayo imekuwa kama pigo la mwisho. Picha hii imeniweka wazi kabisa kila ambacho nimekuwa nikijaribu kukiepuka kukiamini, kwamba kwako labda mimi huonekana kama mwanamke mpumbavu, kwamba upendo wangu, kujitolea kwangu na uvumilivu wangu, vyote vimekuwa vikichukuliwa kirahisi na kutumiwa kama sehemu ya michezo yako ya kila siku. Huu sio upendo, ni mateso. Zuchu anaendelea hapa chini kwa kusema kwamba nimekiona na kuvumilia mengi sana, kiasi kwamba sasa nimechoka kutumia nguvu zangu zote kujitetea na kujaribu kuthibitisha thamani yangu kwako. Nimevumilia maumivu kwa muda mrefu, nikikanyaga hisia zangu ili tu kulinda kile nilichofikiri kilikuwa ni chetu. Lakini sasa najipenda zaidi kuliko ninavyoupenda upande wa uongo unaojaribu kuuonyesha. Uamuzi wangu kwako upo wazi, ni kwamba nahitaji talaka. Ninachagua amani yangu ya akili kuliko uhusiano huu uliojaa kelele na usaliti. Ni bora kubaki peke yangu na kujijenga upya kuliko kuwa na mwanaume ambaye ananiona kama kituo cha kupumzika tu wakati anapojichanganya na wengine. Ninakumbuka maneno ya mama yangu ambaye bado ananipenda bila masharti yoyote, na anataka nirudi nyumbani nikiwa salama na mwenye furaha. Sitaki kumtia tena wasiwasi kwa sababu ya matatizo yako. Siku zangu za kutafuta maelezo na kutaka kusikia uongo zimekwisha. Niamini ninaposema kwa sasa
sitaki tena kusikia neno upendo likitajwa. Kinachonihusu sasa ni uponyaji na maisha mapya. Tafadhali kubali uamuzi wangu huu na tuachane kwa amani, na kuombea maisha mema. Kutoka kwangu niliyofanya maamuzi, ex wako Zuchu. Imagine, ni ujumbe ambao naona ameenda direct kabisa na kufanya maamuzi mazito. Hapo chini alivyomaliza kwa kusema kwamba ex wako Zuchu, inaonyesha kabisa kwamba ni kama vile amesha move on. Lakini hapa kuna baadhi ya mambo ambayo nina wasiwasi nayo bado. Ni sio mara ya kwanza kwa Zuchu kupitia situation kama hii ambayo ameweza kuipitia sasa hivi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho hapa itabidi tukumbuke, ni kwamba mara kadhaa tumeona kwamba kulikuwa kuna drama nyingi sana, Diamond Platnumz akionekana na watoto tofauti tofauti, amini walembo tofauti tofauti, Zuchu akareact, lakini baadaye tukaona kwa pamoja. So hii inadhihirisha kwamba upendo ambao Zuchu uko nao moyoni mwake una survive bado sana tu, yani upendo alionao juu ya Diamond Platnumz bado ni mkubwa sana, kiasi kwamba moyo wake ni kama vile umekuwa hauna uwezo wa kuweza kuhimili kumwacha Diamond Platnumz katika kipindi ambacho bado moyo wake unaonyesha, mwili ama na akili inaonyesha kukubali kumwacha, alafu moyo unaonekana kukataa kumwacha Diamond Platnumz. Ni kweli ni ujumbe ambao umebeba hisia, lakini kila ukikumbuka mara ngapi ambavyo Diamond amekuwa akifanya drama nyingi, lakini bado unakuta baada ya muda mfupi wanarudiana na mambo yanaenda vizuri zaidi. Hatuombei kuachana, lakini kiuhalisia ni kwamba ni kama vile Zuchu ameshachoka baada ya kila ambacho kimezidi kuonekana, kwamba ni kama vile ananyanyasika zaidi na kujiuliza kwamba kwani nachukuliwaje, kwa mfano, kwa sababu hiki kinachotokea sio kitu kipya, na inaonekana kweli amebeba mengi sana maoni mwake, machungu, lakini pia uvumilivu wa maumivu ambayo amekuwa akiyapata. Tunafahamu pia wivu na vitu kama hivyo, na inasemekana ama inaonekana kwa kila alichokiandika ni kwamba mama yake amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye akimcomfort sana, lakini kuna vitu inaonekana amekuwa akishauriwa na mama yake bado amekuwa havifati, kwa sababu akiamini kwamba ni kama vile mama anamuingilia kwenye anga zake. So kusema kwamba hataki kumfanya mama yake ajisikie vibaya maybe kwa sababu ya drama za Diamond Platnumz, inaonyesha dhahiri kabisa kwamba yuko tayari kufuata kile ambacho mama yake amekuwa akimshauri pamoja na vitu kama hivyo. Sasa zile picha tujui kama Diamond Platnumz alikuwa na yule mtoto kike kama kazi, pengine kuna project inakuja au vipi, lakini ni picha ambazo zimepelekea Zuchu kureact namna ile pale, au pengine kuna paparazi ambao wamekuwa wakimfikishia Zuchu taarifa kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikionekana. Lakini yote kote mimi naamini kabisa kwamba pengine huenda hawa watu wawili wakaseto wakakaa fresh na mahusiano yao yakaendelea kama kawaida. Kwa upande wako tuambie, unadhani kwa hiki ambacho Zuchu ameweza kukiandika yuko sahihi au amekurupuka? Pengine angepeleleza zaidi ajue ni nini ambacho kipo kati ya Diamond Platnumz na huyo bidada. Hapo kwenye comment section, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.